Habari za jioni mtazamaji, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Juni 30, 2025. Kwa nami Pendo Godson ninakusogezea habari hizi katika studio zetu zilizopo Panjiro, Arusha, Tanzania. Moja kwa moja tukianza na habari zetu hapa mkoani Arusha. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amekabidhi rasmi ofisi mkuu mpya wa mkoa wa Arusha Kenani Kiongosi leo Juni 30, 2025. Kenani ambaye alikuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu alihamishwa na Rais Samia Suluhu Hassan Juni 23, 2025 kuchukua nafasi ya Makonda ambaye tayari amechukua fomu ya kuwania uteuzi wa kugombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi CCM jimbo la Arusha mjini. Hafla hiyo ya makabidhiano imefanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha. Kwambia wewe mwenyewe unajua. Jamani, asante sana na Mungu awabariki. Nawatakia kila la heri katika maisha yenu. Lakini pia nawatakia heri viongozi wote wa mkoa wa Arusha. Naomba kabisa. Naomba tusimame wote tuweze kushuhudia tendo hili la makabidhiano ya ofisi kati ya Mheshimiwa Paul Christian Makonda kwa mkoa wa Stafu na Mheshimiwa Kenani Laban Kiongosi mkuu wetu wa mkoa wa Arusha mpya. Naomba tushangilie kwa makofi na vigelegele vingi. Arusha oye! Dr. Samia oye! Kenani Kiongosi oye! Asante sana, wanapeana mkono kwamba kila laheri, kazi na utu, tunasonga mbele. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Malinyi mkoani Morogoro Hamisi Katimba amesema kuwa kwa mwaka wa fedha 2024-2025 halmashauri hiyo imekusanya shilingi bilioni 4.6 ikiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 1.1 kulingana na makusanyo ya mwaka wa fedha 2023-2024 ambayo yalikuwa ni shilingi bilioni 3.5. Katimba amebainisha hayo wakati akizungumza kwenye bonanza la michezo lililoandaliwa baada ya mafanikio kukusanya mapato kuvuka lengo kwa mwaka wa fedha 2024-2025, pia kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi mkuu. Kuanzia kesho ambapo mwaka wa fedha unaanza, tutaendelea kuwa wakali hivi. Tukusanye hizi fedha zirudi kwa ajili ya maendeleo yetu ya wilaya yetu hii hapa. Kwa hiyo naombeni sana, na kutokana na mafanikio haya Mheshimiwa mkuu wa wilaya aliniambia, wewe mkurugenzi, wananchi hawa wameweza kusaidia, wamekusanya zaidi ya bilioni 1 ya ziada kuliko ulichokusanya mwaka jana. Kama nilivyosema, mwaka jana ilikuwa ni 3.5 bilioni, mwaka huu ni 4.6 bilioni. Una nini cha kuwafanyia? Hebu angusha hapo ng'ombe wawili ili wananchi waweze kunufaika. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi na mwakilishi wa mkuu wa wilaya, naomba nifikishie salamu zangu kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba nimetekeleza agizo lake. Hapa ninasema ng'ombe wawili wameanguka, na kama ilivyo kawaida ya Young African, supu ni maeneo yetu. Kwa hiyo wananchi, shangilieni mara mbili ushuru mliokusanya, lakini na ubingwa na supu yetu alikamwe kama kawaida. Na kwa kuonyesha sisi kwamba ni watu wazuri sana, tutawatanguliza Simba kwenda kunywa supu hiyo. Kwa hiyo wananchi nyuma wana Simba kiongozwa na Dasi wataanza kunywa supu hiyo, na Yanga tutakuwa liko nyuma. Yanga oye! Simba oye! Lakini kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu wadogo tumeweka buffet mbili. Buffet moja ni watoto wetu, malaika wetu hao wasiokuwa na jambo, kwa na wao wataoje buffet yao, na buffet yetu sisi itakuwa ya watu wakubwa na itakaongozwa na Simba Sports Club. Angalau na wao wakifute machozi, ndugu zanguni. Mara 5 mfululizo kufungwa si kazi ndogo. Kombe mara 4 Yanga wanahitaji jamani kuwaonea huruma. Na tuangalie wenzetu hawana kombe lolote. Angalau ni kombe la supu leo walipate. Kwa heshima na taadhima sasa, niweze kumkaribisha mgeni rasmi aweze kusema neno dogo na mkubwa wa jumbe wake, atoe zawadi na aongoze wana Simba kwenye supu. Wanayanga tuwavumilie wenzetu. Asante sana. Simba! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Asante sana. Naitwa Saida Basi Mhanga, katibu tawala wa wilaya Malinyi, na kwa leo namwakilisha Mheshimiwa mkuu wa
wilaya ya Malinyi Mheshimiwa Sebastian Warioba anawasalimia sana. Ndugu zangu wananchi wa wilaya ya Malinyi, habari zenu? Natumai mwazima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha hapa siku ya leo, siku ya wazima wa uhai na afya. Ndugu zangu wananchi wa Malinyi, tumekutana katika bonanza hili. Lengo hasa la bonanza hili ni kuhamasisha wananchi wa wilaya ya Malinyi kushiriki na kujitokeza katika uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Bonanza hili linatuhamasisha kwanza sisi vijana tumekusanyika hapa na wananchi yoyote kujitokeza kugombea nafasi ya uongozi ambao anaona nafaa yeye kuweza kuongoza wananchi katika maeneo yake. Lakini pia bonanza hili linatuhamasisha kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Sebastian Warioba, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama na ulinzi wa wilaya, anawaelekeza kwamba anawahakikishia kuwa na hali ya ulinzi na usalama katika kipindi chote hiki. Kuanzia kipindi hiki ambapo watiania wanaenda kuchukua fomu mpaka kipindi cha uchaguzi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya anawahakikishia wananchi wote wa wilaya ya Malinyi ulinzi na usalama. Tumeelewana hapo? Shirika la viwango Tanzania TBS mkoa wa Kigoma limeteketeza takriban kilo 500 za bidhaa bandia zilizokamatwa kwa muda wa mwaka mmoja. Bidhaa hizo ni zile zilizoingizwa au kutengenezwa nchini zikiwa chini ya viwango vya ubora na zile zilizoisha muda wake. Kwa kupitia kaguzi mbalimbali, kaguzi maalum lakini pia kaguzi za kawaida kwa kipindi cha mwezi Julai mwaka 2024 mpaka mwezi Juni mwaka 2025 tumeweza kuziondosha sokoni bidhaa zenye viwango hafifu. Zoezi hili linalenga kuokoa maisha ya jamii. Tukianza, kuna athari mbalimbali za kutumia bidhaa ambazo ni hafifu. Madhara ya muda mrefu ni pamoja na magonjwa kama vile kupata kansa na magonjwa mengine ambayo ni magonjwa ambayo ni hatarishi kwa afya zetu. Wafanyabiashara kama hivyo ambao tumekamata bidhaa zao wanakuwa wanapoteza nguvu, rasilimali, fedha kwenye biashara zao, na hivyo mitaji yao ya biashara kuyumba na pengine kupelekea kushindwa kabisa kuendelea kufanya biashara. Wanapoenda kutoa vile vitu ambavyo vilisha expire na kuja kuviteketeza kwa moto, wanatusaidia sana kwa sababu vinaepusha madhara. Kiukweli tulikuwa tunaomba hao wanaokuwa wanatumia vitu ambavyo vilisha expire wanatuuzia, tungeomba waache kwa sababu wanahatarisha maisha yetu sisi. Wauzaji wa maduka ya dawa muhimu za binadamu mkoani Simiyu wametoa ombi kwa mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA kutoa elimu ya matumizi sahihi ya dawa kwa wananchi hususan maeneo ya vijijini. Eneo la maduka ya dawa muhimu limekuwa likitumika kinyume na matarajio ya serikali, ambapo maduka haya yamekuwa yakifunguliwa kiholela bila kufuata utaratibu, lakini pia maduka haya yamekuwa yakiuza dawa ambazo haziruhusiwi kulingana na taaluma ya wauzaji, vile vile dawa zisizo na usajili nchini pamoja dawa na vitananishi vya serikali vimekutwa kwenye maduka haya wakati wa ukaguzi. Maduka haya pia yamekuwa yakitoa huduma za matibabu kinyume na utaratibu. Serikali imewapa dhamana kubwa sana juu ya maisha ya wananchi wake. Hivyo basi tunapaswa kuhakikisha kuwa biashara hizi zinaendeshwa kwa misingi ya sheria, kanuni, miongozo ya uendeshaji na usimamizi wa maduka ya dawa. Yani ziwe endelevu, watu waelewe madhara na madhumuni ya kufanya hiki kitu. Kuna wengine wanakuwa wamemaliza masomo labda ya medical lakini hawana utaalamu wa kuuza kutoa dawa. Tufate maadili, code of ethics ya afya ili tutibu wananchi inavyotakiwa kuliko kwenda kupenda fedha. Sisi tunaotoa dawa tuwaelimishe wananchi. Kwanza tusimamie hilo. Pili, hata hawa wanaokuja kutoa elimu waende mpaka vijijini kwa sababu wananchi hawaelewi. Kuna wapo ambao tumewapiga faini, kuna wapo kesi zimeshaenda mahakamani, kuna wapo tumewafungia kabisa kutojihusisha na hizi biashara, kuna wapo
wamesitishiwa hizo huduma kwa muda, kwamba kwa maana ya kwamba amefungiwa kwa muda wa miezi 6. Na serikali kwa kushirikiana na wadau wa afya mkoani Mwanza wameanza kampeni ya kutoa elimu kwa jamii kuhusu ugonjwa wa hemophilia, ambapo takwimu zinaonyesha wagonjwa wameongezeka na kufikia zaidi ya 600 hapa nchini. Hemophilia ni ugonjwa wa uvujaji damu ambao unatokana na kukosekana kwa chembe zinazosaidia kuganda kwa damu, chembe namba 8 ama factor 8 pamoja na chembe namba 9 ama factor 9. Sasa ugonjwa huu unapelekea ulemavu. Mara nyingi damu inatoka katika misuli, katika viungo, na zaidi sana kwenye viungo ni katika miguu, katika magoti pamoja na katika visigino, na kwa sababu eneo hilo huwa mara nyingi inawekewa uzito. Tanzania inategemewa kuwa na wagonjwa 6,200 ama zaidi ya hayo, lakini mpaka sasa wagonjwa waliogundulika ni 510. Kwa hivyo mradi kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mradi pamoja na Hospitali ya Taifa Muhimbili, unafanya namna kuweza kuhamasisha lakini pia kutoa elimu kwa jamii kuhusu ugonjwa huu wa hemophilia. Tulikuwa tunaiomba serikali tutafutie hata bima. Yaani gharama ni kubwa sana. Yaani ni kubwa sana mtoto anapopata changamoto kama ile. Sawa tunapata zile dawa, lakini bado unapolazwa sasa ili kusudi mtoto rudi bado hajakaa sawa, ndio tunazoenda kuzipata. Tulikuwa tunaiomba sana serikali na wadau waweze kuguswa ili, kwa sababu hata vipato ndio maana kuta kwamba hata vijijini wengine bado hawajatokeza sababu ya hiyo shida. Sababu kuna wengine bado wanateseka huko vijijini, hawajui waelekee wapi, wakipelekea kwamba huu ugonjwa inawezekana ni kurogwa. Na tunakuwa na changamoto pale ambapo mgonjwa anapolazwa hemophilia, gharama ni kubwa. Hivyo basi tunaiomba sana serikali iangalie kwa jicho la pekee ili walau waweze kutuandalia aidha bima ya kuweza kutusaidia kukizi katika mahitaji yetu, sababu mgonjwa wa hemophilia hana ahadi ya kwamba ataumwa saa ngapi. Ni muda wote anaweza kupata changamoto ya kuumwa. Hatutaki kuendelea kubakia na wale watu 500 tu ambao tumewaibua. Tunataka kuifikia jamii nzima ya kanda ya Ziwa na hatimaye Tanzania, ili wale wenye shida kama hizi waweze wakafikiwa. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwenu, sisi ambao tunaenda kupata mafunzo siku ya leo, tuendelee kuwa mabalozi ili tuweze kwenda mbali zaidi. Kila mwenye shida ya aina hii aweze akafikiwa na aweze kupata matibabu. Chuo cha Maji kimetangazwa rasmi kwa mwenyeji wa kongamano la 21 la maziwa duniani World Lake Conference WLC 21 linalotarajiwa kufanyika mwezi Julai mwaka 2027 katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Kongamano hilo litafanyika kwa ushirikiano kati ya Chuo cha Maji cha International Lake Environment Committee pamoja na taasisi ya kimataifa yenye makao yake nchini Japani inayojihusisha na utafiti, uhifadhi na usimamizi endelevu wa rasilimali za maziwa duniani. Akizungumza na waandishi wa habari leo Juni 30, mkuu wa Chuo cha Maji Profesa Adam Karia amesema kuwa kuchaguliwa kwa chuo hicho kuwa mwenyeji ni hatua kubwa inayothibitisha kutambuliwa kwa mchango wa Tanzania katika sekta ya maji pamoja na juhudi za Chuo cha Maji katika kukuza taaluma, kufanya utafiti na kushiriki katika ushawishi wa sekta kuhusu usimamizi wa rasilimali za maji. Chuo cha Maji kinakwenda kuwa mwenyeji wa kongamano la 21 la maziwa duniani, yani World Lake Conference ya 21. Conference hii itafanyika mwaka 2027. Na maana tunazungumzia takriban mwaka 1.5 miwili hivi ijayo. Chuo cha Maji kina furaha kwa kweli kuwajulisha hili, na kimechaguliwa kwenye competition kubwa sana na ikatokea kwamba tumeshinda. Tunategemea tutafanya conference hii mwezi Julai na August mwaka huo 2027. Kongamano hili litaandaliwa pamoja na Chuo cha Maji, lakini litakuwa ni kongamano la Tanzania, linaandaliwa na Tanzania kupitia Chuo cha Maji ambao ni host institution pamoja na International Lake Environment Committee ILEC ambayo makao makuu yake ni Japan. Shughuli hii au kongamano hili itabase sana na shughuli kubwa za kitafiti, uhifadhi na usimamizi endelevu wa rasilimali za maziwa duniani.
Kama ambavyo mnafahamu, nchi yetu imebarikiwa kuwa na maziwa makubwa mengi, lakini matatu yakiwa na sifa sana ya kidunia. Lake Tanganyika, Lake Victoria ni maziwa ambayo yana sifa kubwa duniani na yana kila sababu ya kuwa na sifa. Lakini pia tuna maziwa mengine madogo madogo kama Lake Babati, Eyasi. Yote ni baadhi ya maziwa ambayo yana sababu za msingi sana ya kutufanya sisi tuweze kuwa na initiative hii ya lake management na conservation. Lakini hata hivyo, kwenye tafiti nyingi umeona kwamba Tanzania ina takriban 28% ya fresh water kupitia hayo maziwa kama nilivyosema, Lake Nyasa, Lake Victoria, Tanganyika. 28% ya fresh water duniani iko Tanzania, na inatuconnect haya maziwa, pia inatuconnect takriban nchi tisa za Afrika. Kwa unaweza kuona jinsi ambavyo tuko maalum kabisa na tunatakiwa kuchukua initiative kubwa kwenye mambo ya conservation kwenye lake management. Kongamano hili ambalo tunategemea litakuwepo ni jukwaa la kimataifa ambalo limeanzishwa mwaka 1984 na linakutanisha wanasayansi, watunga sera, wataalamu wa mazingira, washirika wa maendeleo, taasisi za elimu, vijana, wanafunzi, waandishi wa habari kama hivi na wadau mbalimbali ambao wanawiwa katika mambo ya mazingira, kuboresha mazingira na kutunza mazingira, lakini pia tukiangazia zaidi maziwa yetu. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada katika mkusanyiko wa taarifa habari jioni ya leo. Nivizidi kukukumbusha leo kambi yetu matibabu imetua pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama, upasuaji wa mdomo wazi ambao umeanza bure kabisa siku ya leo mpaka pale Ijumaa ya tarehe 4 Julai. Bado na nafasi, usichelewe wala usiogope kufika pale. Huduma zetu tunatoa bure kabisa. Kwa niaba ya wale walioshiriki kuandaa habari hizi jioni ya leo, ulikuwa na Mipendo Gotson, nikutakia